Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 9, maandiko yanasema, kitabu kile cha kwanza nilikiandika Theophil katika habari za mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Bwana, ambayo mliisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana Mbatizaji alibatiza kwa maji, bali nyinyi mlibatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizo chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndio utakaporudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoiweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu yule Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Chana leo tumepata neema ya kujifunza somo linalokwenda kwa kichwa kinasema kutambua operation ya Roho Mtakatifu. Kutambua operation ya Roho Mtakatifu. Kutambua operation ya Roho Mtakatifu. Baada ya miaka 3.5 ya huduma, Yesu aliwaagiza wanafunzi waingoje ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya miaka 3 ya huduma, Yesu akiwa anawachunga hawa mitume, Yesu akiwa anawafundisha hawa mitume, aliwaambia waingoje ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Can you imagine ilikuwa na uzito kiasi gani? Yesu mwenyewe ndiye aliyekuwa mchungaji wao. Yesu mwenyewe ndiye aliyekuwa mentor wao. Yesu mwenyewe ndiye aliyekuwa mkufunzi wao. Lakini aliona bado haitoshi kukaa nao na kuwafundisha, na akawaambia waingoje ahadi ambayo ni kupokea Roho Mtakatifu. Kama utakuwa ni mfuatiliaji mzuri wa Biblia na kuangalia movement jinsi ambavyo imekuwa kutokea mwanzo mpaka kipindi cha Kutoka, kipindi cha kina Daudi mpaka generation ya mitume na hadi sasa, utagundua kanisa limekuwa na movement tofauti. Kuna kipindi Mungu mwenyewe alihusika kulichunga kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati Mungu mwenyewe alihusika kulichunga kanisa. Ukiangalia taifa la Israeli, unaona kwamba Mungu alikuwa pamoja nao. Kuna wakati walikuwa wanamuomba Mungu Baba. Kuna wakati movement ya Kristo haikuwa imefunuliwa. Roho Mtakatifu hakuwa umetambulishwa. Kanisa lilihudumiwa moja kwa moja na Mungu Baba. Ndio maana ukisoma kuanzia Malaki mpaka Mwanzo, utagundua wanamuadresi tu Mungu, wanamuongelea Bwana wa majeshi, Elohim, Elishadai na vitu vingine kama hivyo. So kuna wakati kanisa ambao lilikuwa ni taifa la Israeli lilichungwa na Mungu Baba. Wakati wako jangwani, usiku alikuwa kama nguzo ya moto, mchana alikuwa kama wingu ambao limewafunika. Kuna wakati kanisa lilichungwa na Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Then kuna wakati kanisa likaja likachungwa na Kristo. Mungu akawa ameondoka kwenye picha, Kristo akaja akaingia. Na hiyo ndio ilikuwa wakati wa transition kutoka kwenye agano la kale before kuingia kwenye agano jipya. Kristo akahusika kulichunga kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Then baada ya hapo, mchungaji aliyefuata ni Roho Mtakatifu.
ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. So Roho Mtakatifu sio mapendekezo ya walokole, wala sio mambo ambayo Wapentekoste fulani wanayapenda. Roho Mtakatifu ni ahadi kutoka kwa Baba. Ndio maana Yesu aliwaambia msiondoke mpaka mmepokea ile ahadi. Msiondoke mpaka mmepokea ile ahadi. Roho Mtakatifu sio mapendekezo ya watu. Roho Mtakatifu sio mambo ambayo wachungaji wa kilokole wanayapenda. Roho Mtakatifu ni operation ya Agano Jipya. Hakuna uwezo unaweza ukaoperate kwenye ufalme wa Mungu. Hakuna uwezo unaweza ukatembea kwenye nyakati hizi bila uwepo wa Roho Mtakatifu. Kama utabaki bila ya uwepo wa Roho Mtakatifu, maana yake umebaki mwilini. Nadhani wote mnaelewa kwamba Apostle Paul aliandika, zama hizi vita zetu si juu ya damu na nyama. Bwana Yesu asifiwe. So kama si juu ya damu na nyama, maana yake tuna operate kwenye ulimwengu wa roho. Na hakuna namna tunaweza kuoperate kwenye ulimwengu wa roho bila kumshirikisha Roho Mtakatifu. Nadhani wote mtatambua kwamba kuna nyakati watu wa Mungu waliishi kwenye vita za damu na nyama. Wakina Joshua, wakina Musa, wakina Daudi, hauwezi ukawaambia kwamba kwa maombi pekee ndo tunamaliza vita. Walikuwa wanajua kuchukua upanga, walikuwa wanajua kwenda kuchinja, walikuwa wanajua kwenda kuua, na walikuwa wanaua kwa jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hizo zama zimeisha. Hatumwabudu Mungu tena kwenye mlima, tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Na there is no way utaweza kumwabudu Mungu katika roho na kweli bila uwepo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So Mkristo ambaye amepungukiwa ujazo wa Roho Mtakatifu, kuna kiwango cha utimilifu hawezi kukifikia. Kuna kiwango cha utukufu hawezi kutembea nacho. Kuna neema haziwezi kufanya kazi kwenye maisha yake. Kuna mtembeo hauwezi kuonekana kwenye maisha yake. Mkristo ambaye amepungukiwa Roho Mtakatifu, Mkristo ambaye amepungukiwa ujazo wa Roho Mtakatifu, in fact bado anaishi agano la kale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu ndio utendaji kazi wa ufalme wa Mungu kwa sasa. Roho Mtakatifu ndiye utendaji kazi wa ufalme wa Mungu kwa sasa. Tutaomba maombi yote, lakini anayehusika kuleta majibu ni Roho Mtakatifu. Mwenye huduma ni Roho Mtakatifu. Mwenye kalama ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So vitu vyote ambavyo kanisa, ambavyo Wakristo tunavihitaji kwenye zama hizi, amekabidhiwa Roho Mtakatifu. Kama utashindwa kuminvolve Roho Mtakatifu, maana yake umechagua kushindwa kuoperate kwenye haya majira na hizi zama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 33 na mstari wa 6. Zaburi ya 33 na mstari wa 6. Maandiko yanasema, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Ili uweze kuoperate kwenye ufalme wa Mungu, unahitaji vitu viwili. Unahitaji neno la Mungu, unahitaji pumzi ya kinywa chake ambaye ni Roho Mtakatifu. Hakuna namna utaweza kuoperate kwenye ufalme wa Mungu bila ya kuwa na hivi vitu viwili. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna namna utaweza kupata matokeo kwenye ufalme wa Mungu. Hakuna namna unaweza kumanifest vitu kama mtoto wa Mungu, kama mlokole, kama Mkristo bila ya kuhusisha neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Hakuna mahala ambako Mungu aliwahi kuviacha hivyo vitu. Kote ambako Mungu alitenda kazi, alihusisha neno lake na alihusisha roho yake. Bwana Yesu asifiwe. In fact, uumbaji haukuweza kufanyika bila ya kulihusisha neno na kuhusisha roho. Kwa hiyo there is no way wewe kama Mkristo unaweza kuwa na faida, unaweza kuwa na matokeo, unaweza kuwa na ubora, unaweza kuwa na ufanisi bila ya kumhusisha Roho Mtakatifu. Na tatizo tulilonao sasa hivi,
ni kwamba kuna watu wamechagua kubypass fundisho la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Basically kuna makundi kama matatu ya Wakristo ambao ni Wakristo wa hatari. Bwana Yesu asifiwe. Kuna makundi kama matatu ambayo ni ya Wakristo wa hatari. Kundi la kwanza ni Wakristo ambao hawana neno la Mungu na hawana Roho Mtakatifu. Hawa watu wanafanya vitu vya ajabu sana. Hawa ndio Wakristo ambao wanasikiliza kile ambacho wanalishwa na mchungaji wao, wamekariri mafundisho ya dini yao, wanatembea na yale mapokeo waliyowapokea. Wao wana misimamo ya dini, hawana uzima wa milele ndani yao. Kitu pekee ambacho wao wanasimamia ni dini ambavyo imewaelekeza, dhehebu ambalo analiamini, dhehebu ambalo yupo, na hakuna namna unaweza ukamwambia chochote. Hakuna namna anaweza akapokea chochote, kwa sababu yeye amechagua kutokuwa na neno la Mungu na kutokuwa na Roho Mtakatifu. Ukiwa kwenye hili kundi, wewe ni Mkristo wa hatari. Wewe ni Mkristo wa hatari. Utaongea vitu vya ajabu, utaomba vitu vya ajabu, na maisha yako yatakuwa ya ajabu. Kundi la pili ni watu ambao wana neno pekee alafu hawana roho. Hawa watu wanakuaga na akili nyingi sana. Wana maneno mengi ya Mungu, wamekariri maandiko mengi. Ukiwagusa kidogo wanakufunulia imeandikwa. Anaweza akakariri vifungu baada ya kifungu kutoka Mwanzo mpaka Malaki, Mathayo mpaka Ufunuo, lakini maisha yake hayana mguso, maisha yake hayana impact. Kwa nini? Kwa sababu amechagua kupaki kwenye neno pekee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo wa namna hii ni Mkristo ambaye anaweza kukwambia kila kitu kimekamilika. Yesu alimaliza mambo yote. Hahitaji kufunga, hahitaji kuomba. Kwa nini? Kwa sababu yeye amebaki kwenye neno. Alafu kundi la watatu ni watu waliojaa roho lakini hawana neno. Wamejaa roho, hawana neno. Hawa ni watu ambao anaweza akapiga ndimi masaa 4 8 stop. Anaweza akaomba usiku kucha, lakini maarifa hana. Sio mbaya kuwa na uwezo mkubwa wa kuomba, sio mbaya kuwa na uwezo mkubwa wa kunena kwa lugha, lakini kinachokupa matokeo ni kuwa na maarifa pia. Ndio maana Hosea inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Akusema watu wanaangamia kwa kukosa maombi. Be very careful. Watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa nini? Kwa sababu maombi bila maarifa, unaomba vitu vya ajabu, unaenda nje ya box, utaomba vitu vya ajabu sana. Ndio unaweza ukamkuta mtu kila siku yeye anakaa kugombana na wakuu wa anga. Mungu hajakupa assignment nao, hauko kwenye majira hayo, hauna tatizo lolote nao, ila kwa sababu wewe unajua kuna maombi yanayohusu wakuu wa anga, basi wewe bato yako ni kugombana na wakuu wa anga. Nakumbuka kipindi fulani wakati tunakuwa, kuna brother yetu mmoja aliniambia kwamba kituko alichowahi kukifanya, aliwahi kuomba neema ya kuwa muonaji wa mji, na matokeo yake akawa anajikuta anaona movement za wachawi, anaona matukio ya ajabu mpaka anashindwa kupata usingizi. Kwa nini? Kwa sababu aliomba vitu ambavyo in fact inawezekana alikuwa hata vihitaji. Huyu bwana hakuwa na kanisa, huyu bwana hata utumishi wake ulikuwa kisoda, lakini aliomba neema ya kuwa muonaji wa mji. So matukio yote ya ajabu yaliyokuwa yanaendelea mjini, yeye alikuwa anayaona. Bwana Yesu asifiwe. Ukijaa roho bila kuwa na neno, utakuwa na matatizo. Utatuombesha maombi ya ajabu, utasimama utadumu kwenye maombi ya ajabu, utakuwa na sauti kweli ya kiinjilisti, utakuwa na nguvu kweli, koo lako litakuwa limekauka muda wote, sauti yako itakuwa kavu muda wote, lakini tukiangalia matokeo, maisha yatakuwa yamekupiga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dalili 5 kwamba Roho Mtakatifu hajapewa nafasi ya kutosha kwenye maisha yako. Dalili 5 kwamba Roho Mtakatifu hajapewa nafasi ya kutosha kwenye maisha yako. Jambo la kwanza linaloweza kutambulisha kwamba Roho Mtakatifu bado hajapata nafasi ya kutosha kwenye maisha yako ni kukosa mpangilio, kukosa utaratibu, kukosa oda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yanaongozwa na mipangilio. Maisha yanaongozwa na mipangilio.
Mungu ni Mungu wa utaratibu. Hana kawaida ya kukurupuka, hana kawaida ya kufanya mambo randomly. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata kwenye uumbaji hakuanza kumuumba mtu afu akaanza kumuuliza mtu unahitaji nini na nini ili nikupe. Alianza hatua ya kwanza, akatengeneza mahali pa kukaa huyo mtu, akaweka kila kitu ambacho huyo mtu anakihitaji, then akaja akamuumba huyo mtu. Alipotaka kuumba samaki, alianza kwanza kutengeneza mazingira ambayo samaki anaweza kuwa na uhai. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Kama utakuwa hauna mpangilio kwenye maisha yako, hauna utaratibu kwenye maisha yako, umekosa kueleweka, una kawaida ya kuzunguka, unaenda mbele, unarudi nyuma, ni dalili ya kwamba hauna mpangilio. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Mwanzo 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Maandiko yanasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Nini kikatokea? Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa 3. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Bwana Yesu asifiwe. Before Roho Mtakatifu hajaingia kwenye picha, Mungu alikuwepo, neno lilikuwepo, lakini dunia ilikuwa utupu, ilikuwa giza, na uso wa nchi ulikuwa umefunikwa na ukiwa. Bwana Yesu asifiwe. So kuna mtu sasa hivi maisha yake ana experience utupu, ana experience giza, ana experience ukiwa. Nini kimekosekana? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapoingia kazini, order inaanza kupatikana. Unaanza kujua nini cha kufanya, step gani ya kuchukua, upande gani wa kuelekea. So haitatokea mtu wa Mungu maisha yako yakawa na mpangilio unaoeleweka, maisha yako yakawa na utaratibu unaoeleweka, maisha yako yakawa na mfumo unaoeleweka bila kumuhusisha Roho Mtakatifu. Naomba nikuulize, nini kinaendelea kwenye maisha yako? Nini kinaendelea kwenye maombi yako? Unakuaga na utaratibu mtu wa Mungu? Unaona uchumi wako una utaratibu? Hiyo style ambayo unaishi mwezi hadi mwezi inafuata utaratibu? Haiwezi katokea ukawa mtoto wa Mungu alafu ukakosa oda. Ukawa mtoto wa Mungu ukakosa matokeo yanayoeleweka. Kukosa kueleweka, kukosa mpangilio ni dalili kwamba Roho Mtakatifu hajapewa nafasi ya kutosha kwenye maisha yako. Jambo la pili, kung'ang'ana kwenye mapito, changamoto na mateso kwa muda mrefu. Kung'ang'ana kwenye mapito, changamoto na mateso kwa muda mrefu. Roho Mtakatifu anapokosekana kwako, utajikuta umekaa kwenye mapito kwa muda mrefu. Utajikuta una changamoto ambazo umefikia hatua ya kujenga nazo fellowship. Unaona ni kawaida kukaa kwenye hizo shida. Inafika hatua unaanza kusema kansa ni ugonjwa wangu, kuumwa miguu ni ugonjwa wetu, shida fulani ni shida ya familia. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu amekosekana. Sio mapenzi ya Mungu mtu wa Mungu uweze kubaki kwenye tatizo moja kwa miaka 10, ubaki kwenye changamoto moja kwa muda mrefu. Moja kati ya jambo ambalo Mungu anapenda kukufanyia ni kukuona unatoka kwenye matatizo kwa haraka sana. Ndio maana inatakiwa tufike sehemu to destroy kabisa zile mentality tulizopandikiziwa kwamba unapoumwa kwa muda mrefu Mungu anakujaribu. Maisha yako yanapokuwa magumu kila siku unakopa, Mungu anakupima imani. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Biblia yako toka Mwanzo mpaka Ufunuo, utagundua Mungu aliwahi kumjaribu mtu mmoja, na alimjaribu kwenye eneo moja, alimjaribu kwenye sadaka. Na yeye akasema na mimi mnijaribu kwenye sadaka. Hakuna sehemu ambapo Mungu alimjaribu mtu kwa ugonjwa, kwa kukosa mtoto, kwa kuwa na madeni, kwa kusumbuliwa na watu, kwa kupitia shida. Ni wewe ndiye ambaye umejiaminisha kwamba Mungu anakupima imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So
Upako unaopatikana kwa Roho Mtakatifu ndio ambao unavunja nila ya mateso, ndio ambao unavunja nila ya kubaki kwenye shida, ndio ambao unavunja nila ya kubaki kwenye changamoto. Isaya sura ya 10 mstari wa 27. Isaya sura ya 10 mstari wa 27, maandiko yanasema, tena itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwako na nila yake shingoni mwako, nayo nila itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Mafuta yanayozungumziwa hapa ni upako unaopatikana kwa Roho Mtakatifu. Kuna kitu mtu wa Mungu kinaitwa mzigo wake. Angalia ile andiko vizuri, anasema mzigo wake utaondoka. Sio mzigo wako, sio mzigo wako mtu wa Mungu, ni mzigo wake ambao nani amekuwekea? Adui amekuwekea, shetani amekuwekea, ameyapiga maisha yako na jambo fulani, amekuwekea mzigo. Una mzigo kwenye eneo gani? Una changamoto kwenye eneo gani? Kitakacho kutoa sio mtaji zaidi, kitakacho kutoa sio connection za watu, kitakacho kutoa sio tu kuwekewa mikono na mtumishi wa Mungu fulani. Unahitaji upako wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapoingia kwenye maisha yako, kuna mafuta yana flow, na kazi ya hayo mafuta ni kuvunja nila ya mateso. Bwana Yesu asifiwe. Naum sura ya 1 mstari wa 9. Naum sura ya 1 mstari wa 9, maandiko yanasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso hayatainuka mara ya pili. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso hayatainuka mara ya pili. This is the way of God anavyodili na maisha yako. Akikomesha jambo halitakiwi kuinuka mara ya pili. Akikomesha changamoto fulani haitakiwi kuinuka mara ya pili. Akifuta tatizo fulani halitakiwi kurudi tena. So hii mambo, unaenda unapata uponyaji, unarudi unaumwa tena. Unaenda unaambiwa umepata breakthrough ya kitu fulani, unarudi tena kwenye tatizo. Ni dalili kwamba Roho Mtakatifu amekosekana kwenye maisha yako. Sio kawaida mtu wa Mungu, unakuwa moto Januari, ikifika mwezi wa pili umekata moto. Hauwezi kuomba, hauwezi kusoma neno, hauwezi kuendelea mbele, unajikuta umerudi nyuma hatua 20. Mwezi wa 3 unakuja unachemshwa kwenye tukio fulani, unasonga tena mbele, ghafla tena unarudi nyuma. Nini kinachotokea kwako? Ni Roho Mtakatifu hajapewa nafasi ya kutosha kuweza kuyaongoza maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So unachokihitaji, kitakacho kutoa kwenye mateso, kitakacho kutoa kwenye changamoto, kitakacho kutoa kwenye shida, ni upako unaopatikana kwa kumpata Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya 3 kwamba Roho Mtakatifu amepungua kwenye maisha yako ni kukosa furaha na amani. Kukosa furaha na amani. Kukosa furaha na amani. Roho Mtakatifu akikosekana kwako, utajikuta unakosa uwezo wa kufurahi. Unakosa uwezo wa kuona raha. Unakosa uwezo wa kuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Do you know kwamba kuna watu prayer point zao nyingi walizokuwa nao zimeshajibiwa? Mtaji aliokuwa anatamani kuupata ameshaupata, kazi ya ndoto yake ameshaipata, kiwango cha pesa alichokuwa anatamani kuwa nacho ameshakuwa nacho, ndoa ameshaipata, lakini furaha anakosa. Vitu ambavyo maelfu ya watu wakivipata watamshukuru sana Mungu, yeye tayari yuko navyo, lakini kila siku maisha yake ni kama hana kitu. Kila siku maisha yake ni kama mtu mwenye mapito kuliko yenye mapito yote duniani. Nini kimekosekana? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ndio maana ni kosa la msingi kujiaminisha kwamba vitu vitakupa furaha. Ni kosa la msingi kujiaminisha kwamba hicho unachokiomba ukikipata ndio utapata furaha. Hapana. Furaha inapatikana kwa Roho Mtakatifu. Walumi sura ya 14 mstari wa 17. Walumi sura ya 14 mstari wa 17, maandiko yanasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Sio furaha katika ndoa,
sio furaha katika pesa, sio furaha katika kumiliki nyumba, sio furaha katika kuwa na gari, ni furaha katika Roho Mtakatifu. Furaha yako inatakiwa kufichwa ndani ya Roho Mtakatifu. Furaha yako inatakiwa kupatikana ndani ya Roho Mtakatifu. Furaha yako inatakiwa kuhifadhiwa ndani ya Roho Mtakatifu. Ikitokea furaha yako imeungamanishwa na kitu kingine na ukafanya kosa la msingi, adui akajua, anakikata hicho kitu. Moja kati ya mchezo wa hatari ambao shetani huwa anaucheza ni pale ambapo anajua kitu fulani ndio kinakupa furaha. Jambo fulani ndio linakupa furaha. Mtu wa Mungu, umeomba kwa muda mrefu, unamwambia Bwana nisaidie nipate kazi, nisaidie nipate kazi. Na umeambatanisha kabisa mzigo wako wote wa maisha na ile kazi. Unajua kwamba hii kazi ikitokea ndio utaanza kuwa na furaha. Hii kazi ikitokea ndio utaanza kuwa na shukrani. Hii kazi ikitokea ndio utakuwa na maisha. Sikiliza nikwambie, adui mchezo atakao kuchezea ile kazi, kila siku ukikaribia kuipata anaisukuma nyuma. Kila siku karibia kuipata anaipeleka kwingine. Na Mungu kwenye hili jambo anaweza akamsaidia shetani aweze kulifanikisha hili jambo. Unajua kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka upate ufalme wa Mungu. Kwa sababu wewe umepungukiwa na maarifa ya kweli, umeamini kwamba ni ndoa ndo ambayo itakupa furaha. Ni kuchumbiwa ndiko ambapo kutakufanya ujione mdada katikati ya wadada. Ni yule mdada mzuri ambaye kila siku na like picha zake TikTok na Instagram, akikukubali ndo utajiona kijana hodari. Hiyo kitu haitatokea. Paka umeelewa furaha inapatikana katika Roho. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua kwamba furaha ni nguvu? So unapokuwa umekosa furaha, maana yake hauna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza sasa kuconnect dots. Kwa nini unakosa hata nguvu za kufanya kazi? Kwa nini unajikuta siku nzima unatamani tu kulala? Kwa nini unaenda kazini afu unatamani kuomba ruhusa urudi nyumbani ulale? Kwa nini? Kwa sababu umekosa furaha. Nehemia 8:10. Nehemia 8:10. Maandiko yanasema, kisha akawaambia, enendeni zenu, mle kilichonona na kunywa kilicho kitamu. Tena mpelekeeni sehemu yeye asiyewekewa kitu. Maana siku hii ni takatifu kwa Bwana Mungu wetu, wala msihuzunike, kwa kuwa furaha ya Bwana ndiyo nguvu yetu. Furaha ya Bwana ndiyo nguvu yetu. Furaha ya Bwana ndiyo nguvu yetu. So unapoikosa hii furaha, sio ajabu hata nguvu ukakosa. Ukiingia kwenye chumba cha maombi unatamani ukalale. Ukianza kulisoma neno unatamani unaona tu macho yako yamekuwa mazito, unatamani kusinzia. Kila eneo umelala. Umelala kwenye uchumi, umelala kwenye maombi, umelala kwenye kazi, umelala kwenye mahusiano. Yani every area wewe umelala. Nini kilichokulaza? Ni kukosa furaha. Bwana Yesu asifiwe. So unatakiwa kumpata Roho Mtakatifu ili uweze kuwa na furaha ya kweli. Kwa sababu ukikosa furaha, even nguvu za kufanya maisha zinakosekana kwako. Furaha ni uzima. Do you know that? Furaha ni uzima. So unapokosa furaha, hata uzima uko ndani yako. Ni rahisi sana kuugua magonjwa ya ajabu na unaenda hospitali wanakuambia hata hatujui unachoumwa. Vipimo kabisa vya madaktari vinagoma kutambua ugonjwa wako ni nini. Kumbe ugonjwa wako ni kukosa furaha. Mara unasikia kama una dalili za vidonda vya tumbo, sijui mara sijui gesi imejaa tumboni, sijui una typhoid, sijui moyo unaenda mbio, una pressure, mara wanakuambia labda hizo ni dalili za kisukari. Yaani vitu ambavyo hata hujawahi kuvijua kama viko duniani, vyote vinakupata. Kwa nini? Kwa sababu umekosa furaha. Mithali 17:22. Maandiko yanasema, moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Unaona mtu wa Mungu? Hata magoti yanayokuuma sio kwa sababu hauna gari, ni kwa sababu hauna furaha. Hayo magoti yanayokuuma kila siku sio kwa sababu hauna gari, ni kwa sababu hauna furaha. Ukiipata furaha, mtu wa Mungu, mwili wako unakuwa na uzima. Ukiipata furaha, hautajikuta kwenye kitanda cha ugonjwa. Ukiipata furaha, msosi huo wa kawaida, hizo dagaa furu, utanawili na kunenepa. Kinachokosekana kwako ni furaha. Ndio maana hata mifupa inakauka. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya 4. Hautakuwa na mabadiliko. Kimkosa Roho Mtakatifu, hautawahi kuwa na mabadiliko.
hautawahi kuwa na mabadiliko. Utachukia mambo ambayo unayafanya, unayajua mwenyewe, umeyacategorize, haya ndio mambo yangu meusi, nataka niache, yananinyima ujasiri, yananinyima nguvu, yananiaibisha. Ni mambo ambayo unaanza kuyafanya usiku wa manane wakiwa watu hawanioni. Ni mambo ambayo huko tayari kabisa kuyaposti kwenye status. Ni mambo yako ya siri, mambo yako meusi, unayatenda miaka nenda miaka rudi. Ndani unatamani kuyaacha. Shauku ya kuyaacha uko nayo. Unatamani kabisa hii aibu ikuondoke, lakini haujawahi kubadilika. Nini kimekosekana kwako? Ni Roho Mtakatifu. Do you know kwamba shetani, moja kati ya mchezo ambao anaucheza, na akijua kwamba wewe ni mtu wa hatma, akijua kwamba una kusudi, akijua kwamba wewe ni mtu ambaye unatazamia kufanya mambo makubwa, moja kati ya shambulizi atakaolifanya kwako ni kukupiga vita vya siri. Atakupandikizia vitabia fulani, vimatendo fulani ambavyo wewe mwenyewe ukivitenda, ukitoka hapo atakwambia njoo tuombe. Yaani unakuwa tu unafanya baba, ila unajua hakuna kitu unachofanya. Kwa nini? Kwa sababu ndani umekatwa. Yaani unaona you feel shame. Kumuomba Mungu unaona aibu. Kusema kwamba mimi ni mlokole, ni mtoto wa Mungu, ni mwana wa ufalme, mwenyewe unajisuta. Yaani sio kwamba watu wengine wamejua ulichokifanya, ni wewe mwenyewe unajikataa. Unatamani hivi vitu uviache, miaka nenda rudi, lakini umekosa uwezo wa kuviacha. Kwa nini? Kwa sababu umemkosa Roho Mtakatifu. Kuna tabia mtu wa Mungu hazitawahi kubadilika kwa kuzichukia. Utasoma madhara yake, watakuonyesha, moyo utakuuma sana, utajisikia kusononeka, utalia, alafu kesho yake unarudi. Nini kimekosekana? Ujazo wa Roho Mtakatifu. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Maandiko yanasema, Samueli wa kwanza 10:6, na Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Badiliko la kuweza kugeuka na kuwa mtu mwingine linatokana na kumpata Roho Mtakatifu, linatokana na kuchochea ujazo wa Roho Mtakatifu. There is no way ukashinda tabia, tena hivi vitabia vidogo vidogo. Do you know kwamba vitu vigumu kuacha sio vile ambavyo unaweza ukavifanya hadharani watu wakajua, ni vile ambavyo unaweza ukavifanya sirini, hakuna mtu anayeweza kujua. Hivyo ndio balaa, na hivyo ndio vinakukata. Unakuta miaka nenda rudi, wewe ombi lako ni moja tu: Baba nisaidie, Baba niwezeshe, Baba nitokezee, Baba nitie nguvu, Baba niwezeshe. Baba anakuwezesha, baada ya wiki umerudi mwanangu, unaenda tena, Baba nisaidie, Baba niwezeshe. Wakati wenzio wanapata mipenyo kwenye huduma, kwenye biashara, kwenye maisha, kwenye nini, wewe adui amekufunga kifungo cha kubaki hapo hapo. Ni mpaka ufike sehemu ugundue kwamba hiki ni kifungo na sitaweza kuchomoka mpaka Roho Mtakatifu aweze kuhusika kwenye maisha yangu, ndio utaweza kushinda. Watesalonika wa pili sura ya 2 mstari wa 13. Watesalonika wa pili sura ya 2 mstari wa 13, maandiko yanasema, lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mpendwao na Bwana, kwa kuwa Bwana amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuamini kweli. Kuna utakaso unaopatikana katika Roho Mtakatifu. Huu utakaso hautaupata kwa maombi tu, utaupata kwa kumhusisha Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Ni mpaka Roho Mtakatifu ajae ndani yako, aachilie utakaso, ndipo ambapo utatoka kwenye hicho kitu, ndipo ambapo utaishinda hiyo tabia, ndipo ambapo utaiacha hiyo aibu, ndipo ambapo utafuta hiyo rekodi ya kurudi kwenye hilo tatizo miaka nenda rudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya 5, utakosa msukumo wa maombi, msukumo wa kusoma neno na msukumo wa kumwamini Mungu. Utakosa msukumo wa maombi, msukumo wa kusoma neno na msukumo wa kumwamini Mungu. Mtu wa Mungu, kama umewahi kujidanganya kwamba kusoma neno ni kama kusoma kitabu cha Eriki Shigongo, kuingia kwenye chumba cha maombi ni kama kufanya activities nyingine za kawaida, umejidanganya. Hivi vitu ni vita.
Bwana Yesu asifiwe. Na hautawahi kushinda hiyo vita kwa uwezo wako. Hautawahi kushinda hiyo vita kwa akili zako. Ifike sehemu uelewe kwamba wewe pia unapenda kusoma neno. Si wewe ni shahidi? Kila siku unasema kwamba nikianza wiki hii nitakata kitabu cha Mwanzo, alafu nitagusa kidogo kitabu kinachofuata. Lakini hiyo wiki unagailisha. Kila siku unasema nitaanza kesho. Taanza kesho. Asubuhi unasema nitaanza jioni nikipumzika vizuri baada ya kuoga. Ikifika umepumzika vizuri baada ya kuoga, umeshiba maharage, unasikia usingizi wa wali maharage, unaenda kulala. Kesho asubuhi unasema nitaanza takapoamka niko na nguvu, niko fresh. Ukiamka uko na nguvu, uko fresh, unapata kisingizio kingine. Wewe ni yule mtu ambaye kila siku umekuwa unaweka alarm ikuamsha wakati wa kuomba. Hiyo alarm ikifika, mtu wa Mungu, unaifanya tu hivi, unaifuta. Hiyo alarm kila inapopiga unaifuta. Kwa nini? Kwa sababu umekosa uwezesho wa Roho Mtakatifu. Hautaweza kuingia kwenye chumba cha maombi consistency. Hautaweza kulisoma neno consistency kwa uwezo wako. Kuna watu wengi, mtu wa Mungu, wanatamani, wanashindwa kwa sababu hawajamhusisha Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu ndiye ambaye anaweza kukusaidia kuweza kushinda hiyo vita. Zaburi 110 mstari wa 3. Zaburi 110 mstari wa 3. Maandiko yanasema, watu wako wanajitoa kwa hiari siku ya uweza wako. Siku ya uweza wako. Kwa uzuri wa utakatifu. Tokea tumbo la asubuhi uone umande wa ujana wako. So haitawahi tokea ukaweza kujitoa kwa uwezo wako wewe. Unajitoa kwa uwezo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli unajitoa kwa hiari, lakini sio hiari yako. Ni hiari ambayo inatokana na uwezo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hautaweza kuufikia huu uwezo mpaka umempata Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Ezekiel 36 mstari wa 26 na 27. Ezekiel 36 26 na 27. Maandiko yanasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nanyi mtapokea moyo nami nitatoa moyo wa jiwe ulio ndani ya miili yenu, nami nitawapa moyo wa nyama. 27. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu na kuzitenda. There is no way unaweza ukaishika sheria ya Bwana, unaweza ukalipenda neno lake, unaweza ukamheshimu bila ya Roho Mtakatifu kuhusika kwenye maisha yako. Ni mpaka Roho Mtakatifu aweze kuhusika kwenye maisha yako ndio utaanza kupata hamu ya kuja ibadani, ndio utaanza kupata hamu ya kushiriki maombi, ndio utaanza kupata hamu ya kutunza nidhamu zako za kiroho. There is no way ukafanikiwa kwenye mtihani kwa uwezo wako. There is no way ukashinda hii vita kwa akili zako. Wapo watu wengi ambao wanatamani kushinda na wameshindwa kwa sababu hawajamhusisha Roho. In fact, hata ukiweza kufanya hivi vitu, utatoka na tafsiri za ajabu sana. Utatoka na vitu ambavyo havipo. Utatoka umekariri maandiko ya ajabu, unaenda kuwahutubia watu vitu vya ovyo ovyo. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu akuhusika kwenye hiyo mission. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nawezaje kumhusisha Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu? Takupatia mambo matatu hapa, then itakuwa tumebaliza session yetu ya leo. Nawezaje kumhusisha Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu? Nimegundua kwamba hizi dalili zote 5 zinaonekana kwangu, 3 zinaonekana kwangu, 2 zinaonekana kwangu, na I really wish kuweza kutoka kwenye hii kitu. How can I involve Holy Spirit kwenye maisha yangu? Nawezaje kumhusisha Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu? Nawezaje kumpata Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu? Nawezaje kuchochea ujazo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu? Jambo la kwanza, lazima uitambue nafasi yake kwako na umpatie hiyo nafasi kukuongoza. Lazima uweze kuitambua nafasi yake kwako na umpatie hiyo nafasi kukuongoza. Yohana 14 mstari wa 16 na 17. Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 16 na 17. Maandiko yanasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi
hata milele. Ndiyo Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa hawamuoni wala hawamtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu umeshindwa kumpokea Roho Mtakatifu. Ulimwengu umeshindwa kuoperate kwenye field ya Roho Mtakatifu kwa sababu moja, hawamuoni; mbili, hawamtambui. Unataka kumpata Roho Mtakatifu? Unataka kutembea kwenye operations za Roho Mtakatifu? Unataka kumanifest na nguvu za Roho Mtakatifu? Number 1, unatakiwa kumtambua. Number 2, unatakiwa kumpa nafasi ya kuweza kuhusika kwenye maisha yako. Unamtambueje? Kwa kupitia neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupitia neno. So moja kati ya eneo ambalo unatakiwa kuweka bidii kujifunza, kuweka bidii kujitafuta na kuelewa kwa kina ni kuhusu Roho Mtakatifu. Ni kuhusu Roho Mtakatifu. Achana na hii dini ya kujifunza vitu ambavyo unapenda kujifunza. Achana na hizi tabia za kupenda kupaki kwenye mambo ambayo generation sasa hivi inataka kupaki. Pokea, unapokea. Chukua, unachukua. Kanyaga, unakanyaga. Do you know, kuna kitu kimoja cha ajabu sana. Hata ikitokea unaongoza watu maombi, kwenye maombi mengine watu wanakuwa wamesizi. Lakini likifika maombi ya vita, mkanyage shetani, dili na wakuu wa anga, piga hayo malango, utaona kila mtu kainuka, anagombana mzee, anabonda. Ikifika vitu ambavyo vitamtia akili, vitamsaidia, vitamuinua, amepotea. So moja kati ya eneo ambalo unatakiwa kuweka mkazo ni kuweza kumtambua Roho Mtakatifu. Lazima ufike sehemu uzijue kazi zake. Uzijue faida za kumpata Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Ujue kalama zake, ujue huduma zake. Do you know kwamba kila kitu ambacho tunakitumia sasa hivi, Roho Mtakatifu ndo engineer. Huduma zile 5 Roho Mtakatifu ndo yuko nazo. Kalama Roho Mtakatifu ndo yuko nazo. Neema mbalimbali Roho Mtakatifu ndo yuko nazo. So unapomkosa Roho Mtakatifu utabahatisha kwenye hivi vitu. Utakuwa na unaoteotea. Tutasema mimi ni apostle, lakini ni apostle mchongo. Kwa sababu hujampata mwenye hiyo ofisi. Utasema mimi ni nabii, utatabiri vitu vya ajabu. Kwa sababu hujampata mwenye hiyo ofisi. Utakuwa mchungaji, lakini utachunga kiajabu. Kwa sababu gani? Hujampata mwenye hiyo ofisi. Kila kitu tunachokitumia kwenye kanisa la Agano Jipya, Roho Mtakatifu ndio amepewa kama mtunza hazina ya hivyo vitu. Uwezo wako wa kuomba, kutenda miujiza, imani, unabii, almost kila kitu kiko ndani ya Roho Mtakatifu. So ukimkosa Roho, umekosa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So jitahidi Roho Mtakatifu asiwe mgeni kwenye maisha yako. Usiishie kujua tu jambo moja kwamba Roho Mtakatifu ananisaidia kunena kwa lugha. Hapana mtu wa Mungu. Umefeli kama umeishia hapo. Roho Mtakatifu haishii tu kunena kwa lugha. Kila kitu kinachohusu kanisa la Agano Jipya, Roho Mtakatifu ndio ametunza hizo hazina. Roho Mtakatifu sio kwa ajili ya kukuangusha anapokuja mtumishi wa Mungu ambaye amejaa upako. Hapana, ni zaidi ya hapo mtu wa Mungu. Ndio maana muda mwingine unashindwa hata kuomba. Ndio maana muda mwingine unashindwa kuelewa nini unachotakiwa. Do you know kwamba hata ukiwa unanena kwa lugha unatakiwa kujua kwamba unaombea kitu gani? Ni kosa la msingi kwa unanena tu ndimi ukiulizwa unafanya nini unasema no. Unatakiwa kujua ndani ya moyo wako kwamba hapa sasa hivi nadili na mpenyo wa uchumi. Hapa sasa hivi naombea wamama wa kanisani. Hapa sasa hivi natafuta kitu fulani. Lazima ujue, na hauwezi ukajua kwa akili zako. Lazima Roho Mtakatifu ahusike. Watu wengi unajua wamekuwa wanatufanyia maigizo makanisani. Anataja majina ya kwao, Masanja, Karumanzila, lakini mwisho wa siku hamna kitu anachokifanya. Kwa nini? Roho Mtakatifu hajahusika. There is no way ukaingia kwenye chumba cha maombi usijue unachokitafuta. Unajua mtu wa Mungu, sio mara zote tutaingia na prayer point. Kuna wakati prayer point kuandaa zinagoma. Unaingia na andiko moja. Unapopanda nalo unagonga inatembea, unapata kifungu kingine, unakiweka, unapata kingine unakiweka. Utapataje hivyo ukiwa hujamhusisha Roho Mtakatifu?
Ndo hapo unaanza michezo, unaenda anointing room, unachukua prayer point zao, unachukua. Kumbe wenzao walikuwa wanadili na wamama wenye matatizo ya ugumba, unachukua unadili nazo. Unaenda kwa Mamposa unazichukua. Kumbe Mamposa alikuwa anadili na mpenyo uzaliwa wa kwanza, unazichukua. Wewe huna hata hiyo biashara, una matatizo yako tu binafsi. Unaenda sijui kwa nani, unachukua unaweka. Unafeli. Roho Mtakatifu ndio engineer. So unatakiwa kumjua na unatakiwa kumuhusisha kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, nawezaje kumuhusisha Roho Mtakatifu? Lazima uwe na shauku na kiu ya kujazwa naye. Lazima uwe na shauku na kiu ya kujazwa naye. Roho Mtakatifu hawezi akapatikana kwenye maisha yako. In fact, sio kwamba kupatikana, kwa sababu kila mtu yuko naye. Roho Mtakatifu hawezi kujazwa kwenye maisha yako. Hawezi kujaa kwenye maisha yako mpaka uwe na kiu na shauku ya kujaa. There is no way ukampata Roho Mtakatifu kwa kiwango ambacho wengine wamefanikiwa kumpata wakati wewe hauhitaji hata huyo Roho. Upo tu kawaida. Mkaa tu, haujawahi kutamani nguvu zake, haujawahi kutamani hekima kutoka kwake, haujawahi kutamani ishara na maajabu ambazo anazifanya. There is no way yakapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 44 mstari wa 3. Isaya 44 mstari wa 3. Maandiko yanasema, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahala pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakao wazaa. Unatakiwa kuwa na kiu, unatakiwa kuwa na njaa. Unaposoma maandiko, ukisikia sehemu yote wanaongelea maji, most of the time wanamuongelea Roho Mtakatifu. Ndio maana Yesu aliongea na yule mwanamke kwamba nitakupa maji ambayo atakata kiu yako tena. Alichokuwa anakiongelea, alikuwa anamuongelea Roho Mtakatifu. Ukimpata Roho Mtakatifu, ile kiu inakoma. Ile haja ya kuona maji inakata. So lazima uwe na kiu, uwe na njaa, na njaa yako utaipalilia kwa maombi. Njaa yako unaipalilia kwa kusoma neno. There is no way ukasema na kiu na Roho Mtakatifu umekaa nyumbani kwako unaangalia Jumongo. Umekaa nyumbani kwako unasoma stories za Eric Shigongo. Umekaa nyumbani kwako unafuatilia trend zinazoendelea online. Hiyo njaa yako ni njaa gani? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo njaa yako ni njaa gani? Hiyo njaa yako unaipeleka wapi? Njaa yako unakwenda kuionyesha kwenye chumba cha maombi. Njaa yako unaionyesha kwa kutaka neno lake. So lazima ifike sehemu uweke demandi kwenye huduma zake. Uweke demandi kwenye uwepo wake. Uweke demandi kwenye kile ambacho kinapatikana baada ya kumpata Roho Mtakatifu. Njia itakayokupa matokeo, tamani hivi vitu. Tamani hivi vitu. Na njia rahisi, nikupe hapa ujanja. Angalia watu ambao wametangulia. Angalia watu ambao wametangulia. Ni mhubiri, angalia wahubiri ambao wametangulia. Ukimuona mtu kama Mzee Mwakasege jinsi ambavyo wanafanya, tamani kuwa kama vile. Tamani ifike sehemu kwamba kama wewe ni mhubiri, ukifika Mwanza watu wajue Ima yuko Mwanza anahubiri. Kama umepewa neema kwenye eneo la maombi na maombezi, tamani kufika hata kiwango cha Mwamposa. Ndio utaanza kumtaka Roho Mtakatifu. Kwa sababu wale sio kwamba wamesoma Biblia nyingine na ambayo wewe unaisoma. No. Sio kwamba wana theolojia nyingine ya tofauti na wewe ulionayo. Kinachowafikisha pale ni Roho Mtakatifu kuwajaza kwenye vitu vyao. Bwana Yesu asifiwe. Do you know kwamba ukisoma kuanzia Matendo ya Mitume utagundua sio tu mitume walifanya miracle za ajabu, hata watendakazi wa kawaida kabisa wa kanisani, wakina Filipo, wakina Stefano. Filipo alikuwa anapotea hapa anatokeza sehemu nyingine. Na huyu bwana hakuwa hata mtume. Alikuwa tu mtu wa kawaida. Shemasi Stefano alifika sehemu aligonga vitu vya ajabu, mji mzima wakachanganyikiwa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa wamejaa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo naamini shauku ya kumtaka Roho Mtakatifu imeumbika ndani yako. Njaa ya kumtaka Roho Mtakatifu imeumbika ndani yako. Jambo la tatu, nini natakiwa kufanya ili kumpata Roho Mtakatifu? Nini natakiwa kufanya ili kumpata Roho Mtakatifu? Nini natakiwa kufanya ili kumpata Roho Mtakatifu? Lazima uhusishe maombi. Lazima uhusishe maombi. Lazima uhusishe maombi.
Roho Mtakatifu haji kwa kubahatisha kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu hapatikani kwa kubahatisha kwenye maisha yako. Luka 11:13 maandiko yanasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba yenu wa mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Kwa nini hujapata ujazo wa Roho Mtakatifu? Ni kwa sababu hujaomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hujapata ujazo wa Roho Mtakatifu? Ni kwa sababu hujafanya nini? Ni kwa sababu hujaomba. Itakapofika sehemu utakapoanza kuomba, itakapofika sehemu utakapoanza kumtafuta kwenye chumba chako cha maombi, itakapofika sehemu utakapoanza kumtafuta kwenye chumba chako cha mifungo na maombi, ndipo ambapo utaanza kuiona manifestation ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Ndio maana Zaburi ya 92 mstari wa 1 inasema, aketie mahala pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. Lazima mahala fulani uweze kufungua kodi na kuketi. Lazima ufike mahala uanze kuketi kwenye chumba cha maombi. Uwe na uendelevu na hiyo prayer na uweze kuitisha ujazo wa Roho Mtakatifu, kuitisha msaada wa Roho Mtakatifu. Nilikuwa namsikiliza mtumishi wa Mungu mmoja, akanifunulia hii siri. Akasema kwamba Roho Mtakatifu ni kama mafuta. Ni kama mafuta, na matumizi yako kwa Roho Mtakatifu yani kuomba kwako ujazo kwa Roho Mtakatifu inategemea na matumizi yako ya Roho Mtakatifu. Kama wewe unamiliki gari kubwa, maana yake unahitaji mafuta makubwa. Kama una safari ya masafa marefu, maana yake unahitaji ujazo mwingi kwenye maisha yako. So usiwahi kufanya kosa la kuamini kwamba siku ambapo ulimpokea Roho Mtakatifu ilimaliza mara zote. Hapana, kumpokea Roho Mtakatifu ni mara moja, lakini ujazo ni kila siku. Ujazo ni kila siku. Kwa nini umechoka kwenye maisha yako? Kwa nini umekatwa kwenye maombi? Kwa nini umekatwa kwenye madhabahu yako? Kwa nini umekatwa kwenye maisha yako kama mtumishi? Ni kwa sababu umeacha kuchochea ujazo wa Roho Mtakatifu. Umeacha kuchochea ujazo wa Roho Mtakatifu. Itakapofika sehemu utakapoanza kufanya hivi vitu consistency, utakapoanza kufanya hivi vitu kwa muendelezo, utaanza kuona matokeo. Mtu wa Mungu anatakiwa ifike mahala kila siku asubuhi kabla hujaondoka unajichochea nusu saa, lisaa moja. Usiku kabla hujalala unajichochea lisaa moja, nusu saa. Mtu wa Mungu, inuka kwenye kitu chako saa hii, inuka kwenye kitu chako saa hii, inuka kwenye kitu chako sahihi. Hatuna muda mwingine wa kupoteza. Time ndio sasa. Wakati ndio huu. Wakati ndio huu na muda ndio sasa. Wakati ndio huu na muda ndio sasa. Maandiko yanasema aketie mahala pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. There is a secret katika kukaa kwenye kiti chako cha maombi. Iko siri, mtu wa Mungu, kwenye kupatikana kwenye chumba chako cha maombi. Nataka ufungue moyo wako saa hii. Nataka ufungue moyo wako saa hii. Utamani ujazo wa Roho Mtakatifu. Utamani ujazo wa Roho Mtakatifu. Utamani kiwango kipya cha kumpata Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Kama ukiweza kuinua mikono yako, inua. Kama ukiweza kufumba macho yako, fumba. Anza kunena kwa lugha, mtu wa Mungu. Anza kuomba, mtu wa Mungu. Mwambie Roho Mtakatifu nijaze. Nataka kukuona kwa kiwango kingine. Nataka kukuona kwa kiwango kingine. Nataka kukuona kwa kiwango kingine. Roho Mtakatifu nijaze. Nimechoka maisha ya kawaida. Nimechoka kuwa Mkristo kawaida. Nataka kuoperate kwenye huduma na kalamu mbalimbali. Nataka kuwa na uendelevu kwenye maombi. Nataka kujaa ndani yangu. Nataka niweze kulisoma neno. Nataka niweze kudumu kwenye maombi. Nataka nianze kuminister kama mtumishi. Nataka nianze kutembea kwenye operation ya ufalme wa Mungu. Roho Mtakatifu nisaidie. Roho Mtakatifu nijaze. Roho Mtakatifu nijaze. Inua mikono, mtu wa Mungu. This is the time ambayo unatakiwa kuitumia. Kama unataka kutoka kiwango ambacho umedumu kwa muda mrefu, kama unataka